Tuanzie katika soka letu na moja kwa moja tuanzie katika michuano ya Muungano kwa mwaka 2026 ambapo mchezo wa ufunguzi hapo jana wa hatua ya robo fainali ya michuano ya Muungano Cup ilianza kwa mchezo kati ya bingwa mtetezi Young Africans ambaye aliwakaribisha Mwembe Makumbi maarufu kama Punda, wenyewe wanajiita hivyo kutokana na ile alama yao ya logo yao ile pale. Mchezo ambao Young Africans imetinga kibabe hatua ya nusu fainali ya kombe Muungano baada ya kuichapa Mwembe Makumbi kwa kichapo cha mabao 4-0. Magoli ya Young Africans hapo jana amefungwa na Prince Mpumelelo Dube magoli mawili, goli lingine likifungwa na Shehani Rashid la sambamba na goli moja la kujifunga la Mohamed Omar Suleiman ambaye alijifunga dakika ya 30 na Suleiman Hamad ambaye alijifunga dakika ya 36 baada ya kupigwa shuti kali na nyota Shehani Rashid. Yanga sasa inasubiri mshindi kati ya Azam Football Club ama kikosi cha Valantia Zanzibar KVZ kwenye hatua ya nusu fainali. Tuanze kuangazia mchezo wenyewe. Andrew Kinga Mkono, taswira pana ya mashindano ya safari hii. Msimu uliopita ilikuwa ni michezo kama hii vile vile, lakini utofauti wa msimu wa mwaka jana na msimu wa mwaka huu nadhani ni timu shiriki. Simba, Yanga, Azam, Singida top 4 huku, top 4 Zanzibar, tunaipata ile top 8. Mechi ya kwanza, jicho lako liliona nini? Mechi ya kwanza tuliona kuna utofauti wa madaraja ya ligi zetu mbili, ile ligi ya Zanzibar na ligi ya Bara, kwa sababu ya kiuchezaji wa timu na jinsi timu zilivyokuwa zinajitoa. Unaona kuna aina fulani ya vitu fulani vinakosekana. Jua si zamani tunacheza na kufuatilia mpira, ukicheza na watoto kutoka Zanzibar utawafunga kwa sababu una nguvu, lakini wanasema kufunga utafungwa lakini chenga tuwala, yani wao watakuzidini nyinyi kwenye maarifa. Lakini jana ilikuwa tofauti. Yani Yanga ilichukua mchezo wote kuanzia mwanzo hadi mwisho, zile chenga tuwala za Zanzibar hazikuonekana. Kwa hiyo Yanga walikuwa kila sehemu, kila mpira walikuwa na wai wao, walikuwa bora kila eneo la mchezo. Na ndio maana mpaka mpira unaenda kuisha ni matukio matatu tu ambayo unasema haya kidogo kama Mwembe Makumbi angewatumia vizuri ungeweza kupata goli. Kuna ile alipina la mwisho zidi ya Diara, alikosa kugonga ule mpira kidogo ukapaa juu zaidi. Na mwingine kuna mtu alipiga shuti ukamgonga baka mgongoni, na jingine hivi ilipigwa shuti ikamgonga, ambayo yalikuwa makosa ya Damaro pale katikati, alipoteza mpira, wale wakashambulia kwa haraka akapiga shuti likatoka nje. Kwa hiyo vingine vyote mpira ulikuwa unachezwa katikati na Yanga walikuwa wanaamua waende vipi. Na ulikuwa unaona hata goli hilo linalofungwa hapo la Dube. Yaani unaona ile kasi ya Dube beki alishindwa kwenda nayo kwa sababu pasi imepigwa, beki alishindwa kwenda kumaliza naye Dube, na kipa naye akakosea, akaanza kuja wakati yule mtu anaenda naye, ndio maana beki akasema ngoja nimwache kwa sababu kipa anaenda kule, mimi ngoja niingie katikati. Wote timing zao zikawa ndogo, Dube kachipu mpira ukaingia goli. Kwa hiyo unaona kabisa ni mechi ambayo Yanga walitawala, na Mwembe Makumbi ile kocha wao alivyokuwa anajitamba kabla ya mechi kwamba wanazitaka milioni 150 akikuonekana uwanjani. Kwa hiyo namsifu kocha wa Yanga Pedro kwamba alikuja vizuri, akawapa nafasi wachezaji wengi. Shani jana alikuwa kwenye kiwango bora, alistahili kuwa mchezaji bora wa mechi, aliweza kutengeneza goli. Umeona magoli yake amefunga, ile shuti ndio tunasema amejifunga mwenyewe, lakini siku zote kuna mtu alipiga. Kwa hiyo wakati siku hizo mara nyingi wanampa yule aliyepiga kwa sababu bila yule kupiga yule asingejifunga. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine anasema kama Shani amefunga na magoli mawili, unaweza kuna mjadala namna hiyo unatokea kwamba kwa sababu yule alipiga shuti, yule kamgonga ukaenda golini. Zamani ungesema amejifunga, lakini siku hizo wakati mwingine anasema huyu alipiga shuti ndo goli lake kwa sababu yeye ndo alisababisha. Kwa hiyo kimchezaji Mwembe Makumbi kuna wakati kidogo kipindi cha pili kidogo walikuwa kama wamerudi kidogo mchezani baada ya Yanga kushinda goli 3. Wakawa wanajaribu kucheza pasi, lakini pasi zao zilikuwa ndo hazina madhara kwa zidi ya safu ya ulinzi wa Yanga. Ulikuwa unaona wakina Asinki kila wakienda kuingia kwenye mtu one against one wao wanafanikiwa kupola mpira, wanawazidi nguvu. Lakini na msifu Pina, na msifu na huyu hapa Dante, jana walijitahidi kucheza vizuri kwenye mechi ya jana. Walikuwa wanaonyesha kile walichokuwa nacho, na Pina ndo tunasikia kwa mfungaji bora wa msimu uliopita. Kwa hiyo nadhani ni jambo kubwa, alikuwa anacho kitu lakini bado
amekosa ile ushindani na ule ubora ambao hasa alitakiwa kuwa nao kwenye mechi za namna hii, na ndio kipimo sahihi kinachokuja. Ndio ile wazo la zamani. Kwa Pina alikopo Mlandege Mulamula na baada ya kuwa mfungaji bora akasajiliwa na Pamba Jiji Club. Kwa hiyo huku yupo kwa mkopo. Sawa. Tuangazie kuhusiana na bao la kwanza la Prince Mpumelelo Dube. Tactics wise haijalishi unacheza na nani coach Michael, lakini angalia timu jinsi ambavyo shambulizi lilikwenda kutengenezwa, alafu iangalie pasi ambayo alipiga Okello hiyo hapo Michael Yera. Unaviangalia hivyo, unarudi mazoezini unasema kuna kitu timu inakifanya. Moja kati ya magoli ambayo inawezekana benchi likawa nafurahia zaidi kuyaona ni magoli ya namna hii, kwa sababu kuna vitu vimefanyika, vitu vitatu ambavyo unaviona ambavyo hata kwenye training mnaweza mkawa mnasisitizana zaidi. Kwanza unaona tukio la kwanza, wakati Mwembe Makumbi wakiwa wana umiliki mpira wanatengeneza shambulizi lao kwenda kushambulia. Timu yoyote itahitaji kuwa na shape nzuri wakati ambao haina mpira, na nini ambacho itakifanya kiupata huo mpira. Kwa hiyo kwenye nyakati hizi ulikuwa unaona Mwembe Mkumbi wako na faida ya kuwa na mpira. Mwembe Makumbi. Sio Makumbi. Sawa kaka Ismailia. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia wao walikuwa na possession ya ball. Walikuwa wanachukua mpira na wanafanya kutengeneza shambulizi la kwenda kwenye lango la Young Africans. Kwa hiyo Yanga kwenye hili tukio ulikuwa unategemea kuona reaction yao ambayo ataifanya, kwanza kwenda kupokonya mpira, lakini pia transition ambayo ataifanya kuelekea kwenye lango la wapinzani. Hiyo unaizungumzia ile positive transition kutoka kwenye kupokonya mpira kwenda kwenye kushambulia, jambo ambalo niliona Yanga lilifanya kwa usahihi zaidi. Kitendo tu cha mtu wa kwanza kwenda kuingilia ule mpira na kuwin duo ambao ilikuwa inatokea kati ya mchezaji wa Mwembe Makumbi na Damaro, ilikuwa tayari ni kitu ambacho kinakuonesha nini ambacho Yanga atakifanya. Lakini angalia reaction yao baada ya pale, zilipigwa pasi ngapi kuelekea kufungwa kwa hilo goli. Unahitaji pia kuwa na uharaka kwenye matukio kama haya. Kitu cha uharaka ambacho utakifanya kitawafanya walinzi wa timu pinzani wasiwe kwenye shepu nzuri kwenye eneo la kuzuia. Unaangalia pasi baada ya kwenda kwa Alan Okello, unatizama mstari wa kuzuia wa Mwembe Makumbi walivyokuwa wamekaa. Inawezekana kwa namba alikuwa hajakaa kwenye namba mbaya, kwa sababu walikuwa ni wachezaji wanne dhidi ya wawili ambao walikuwa wanaonekana kwa karibu zaidi wapo kwenye lango. Lakini utaangalia pia jinsi ambavyo Alan Okello aliipiga ile pasi. Aliipiga pasi kwenye eneo ambalo tunasema ni ile kwenye eneo la half space. Eneo ambalo wakati mwingine kwenye mpira mnaona kama mnategeana kati ya mlinzi wa pembeni na center back ambaye anacheza kwenye upande. Kwa Alan Okello alichokifanya kwenye mpira baada ya kupata, akauchonganisha pale kwenye eneo ambalo unasema mlinzi wa kati ambaye alikuwa na base upande wa kushoto na mlinzi wa kulia ambaye alikuwa pale, ndio eneo ambalo ule mpira ulienda kupenyezwa. Na yeye kwa kuongezea hapo, mtoza kirudisha unaweza kuona kwamba Dube alikuwa na wale walinzi wawili wa Mwembe, anawatoka anakuja huko, nani anamfollow up. Sasa aliyepaswa kuenda kuingia ni yule ambaye alikwenda naye paka mwisho, akaacha wakati kipa anakuja. Unaona yule alikwenda naye, yule ndo alipaswa kwenda naye zaidi. Sema yule aliamua kuacha baada ya kumuona kipa anakuja, kwa sababu angekwenda kugongana wote wenyewe. Kwa hiyo alivyofanya ile kosa la kumwacha Dube, akapata nafasi ya kujiandaa zaidi. Na hiyo ndio sifa ya Yanga kwenye kupokonya mpira na kufanya shambulizi. Wanahitaji kupiga pasi 2 mpaka 3 kabla hawajafika golini kwako. Hiyo ndio sifa kubwa ya Yanga. Na kwenye kushambulia, unajua ukikutana na mshambuliaji ambaye ana movement nzuri, ni ngumu pia wewe mlinzi kwenda kuzuia ile shambulizi ambalo wanalitengeneza. Ukiangalia Prince wakati anapata ule mpira, angalia baada ya kuwa marked, nini ambacho alikifanya kwenye kumkimbia mlinzi ambaye alikuwa naye. Alikuwa na movement nzuri kiasi ambacho mlinzi alikuwa anapata wakati mgumu kuona jinsi gani ambao anaweza kwenda kukabiliana naye na kuutaka ule mpira pengine na kuupata. Kwa hiyo kwa Prince alikuwa na nyakati nzuri, kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa anaonesha kwamba mimi nitakimbia kwenye lile eneo ambalo liko wazi. Kwa hiyo wewe either unifuate mimi au uende ukafanye cover. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kwenda kuwa naye close, lakini speed ya Dube inawezekana pia kwenye movement zake ambazo alizifanya zilikuwa ni za kasi zaidi kuliko ambavyo mlinzi angeweza kwenda kutaka ule mpira na kuupata. Kwa hiyo utamsifia Prince kwenye movement zake, utasifia ubora wa Yanga kwenye kurudisha mpira kwenye umiliki wao,
Lakini pia utamsifia Alan Okello kwa sababu alipiga pasi ambayo ilimvunja beki mmoja ambaye alikuwa amesogea kwenda kufanya pressing, ikawa imeshamtoa yule beki ambaye alikuwa ameenda. Bado pia akapenyeza pasi kwenye eneo ambalo anajua hapa nitakuwa kama nimewachonganisha kati ya mlinzi wa pembeni na mlinzi wa kati ambaye anatakiwa kwenda ku intercept wa mpira. Tuangazie bao la pili lilivyofungwa ndani ya kikosi cha Young Africans dhidi ya Mwembe Makumbi. Baada ya bao la kwanza utasifu jinsi ambavyo Young Africans walivyokuwa wanatengeneza haya mashambulizi. Pressure ni kama iliwachukua Mwembe Makumbi. Kocha wao alisema kwamba kitu ambacho kwa tunazidiwa ni matukio madogo madogo ndani ya kiwanja na uzoefu wa Young Africans. Kinga Mkono, yani hicho ndio tunasema kwamba kinacholeta utofauti, kwamba watu wakiwa fit inaonekana ule utofauti wenu na ubora wenu unapoonekana. Kwa sababu kama unaangalia ile goli, umepigwa mpira, yule Shane ameenda kuruka peke yake kichwa. Alikuwa na beki pale, alimzidi timing, akaenda akawa kwanza kupiga kile kichwa. Umeona? Akapiga kile kichwa na yule beki kule, bahati mbaya ule mpira kama anataka kuokoa, bahati sasa sijajua ulimgonga Asink. Maana yule naye ulimpoteza yule ambaye alikuwa golini pale, ambaye alionekana kama anataka kuokoa, akapiga fiongo ukazidi kwenda golini. Kwa hiyo hiyo unaangalia ule ubora wa wachezaji mmoja mmoja kwenye kuamua matukio, na hasa wengine kwenye kujilinda. Unaona beki alivyoenda, yeye akaenda tu kuongeza idadi ya watu, lakini hakuwa kama sehemu ya mtu anayekwenda kukaba. Umeona? Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani yule Shani alivoruka kichwa, huyu mwingine alikuja kwenye ubavu, hakuwa mbele, kwa sababu unapotakiwa kuruka kichwa wewe unapaswa yeye angekuwa mbele ya Shani ili aruke wa kwanza, lakini yule aliruka baada ya Shani kuruka, kwa hiyo akawa wa mwisho. Na imeenda kule, kuna mtu imemgonga Asinki nadhani kwenye mguu, ndio maana hata Asinki akawa anashangilia ule mpira, kama kabla wakati unatua ulimgonga Asinki afu ndo ukaenda golini. Unaona ile goli ni la Asinki, ule mpira ulimgonga Asinki. Unaona kabisa, kwa sababu ndio tunasema siku hizo mtu anayepiga tunasema kwa sababu yeye amechangia sehemu kubwa ya kuleta lile goli. Wewe utakaogusa mpira wa mwisho ndio unaweza kama umejifunga, lakini mara nyingi wanasema kwamba huyu alianzisha move ndio anapewa ile nafasi ya ile goli. Kwa hiyo ndio maana unaona Shani amepewa, kwa sababu yeye alienda akaruka kichwa kizuri. Asinki umekwenda umemgonga, ukapoteza direction ya ule mpira, na yule beki ambaye alikuwa golini ukampita katikati ya miguu yake kwa goli. Kwa hiyo Yanga walikuwa wako vizuri kwenye hilo eneo, na ndio maana nasema kama kocha wao alivyokiri kwamba walizidiwa kwenye maeneo madogo madogo. Huo ndio ubora wao wa Yanga, ndio nikasema tofauti ya ligi za sasa hivi ya kwetu na Zanzibar, kwamba kwa sababu ule mpira ungetoka nje. Yes, Asinki ndio alipaswa kuwa ile goli. Hata mimi nilikuwa naona hivyo, baadaye naona ikabadilishwa akaonekana Shani. Sasa wao kwa sababu walikuwa uwanjani, mwanzo ilikuwa ni on goal, baadaye wamempa Shani. Lakini bado goli la Asinki, unaona, kwa sababu mimi niliona mpira la Asinki ulimgonga mpira mguuni. Umeona? Na ndio maana alishangilia sana yeye kuliko Shani. Tuangazie bao la tatu jinsi ambavyo limefungwa. Lilikuwa ni bao ambalo Shehan alipiga shuti ambalo lilitokea deflection kidogo, na mwisho wa siku likawa ni goli la tatu la Young Africans. Haya ndio yale makosa madogo madogo ambayo kocha wao alikuwa anasema, si kwa sababu kwenye hili goli unaweza ukaona kwanza, kosa la kwanza lilikuwa ni kosa la kuruhusu cross ipigwe, lakini kosa la pili ni clearance ambayo ilifanywa kwenye ile tukio. Haikuwa ni complete clearance, ilikuwa ni partial clearance ambayo haikufanya mpira kuondoka zaidi kwenye lile eneo ambalo wao walikuwa wanazuia. Kwa hiyo kwenye yale makosa madogo madogo ambayo wakati mwingine anaweza akakuadhibu ni pamoja na kutokuwa na awareness na kile ambacho kinatokea uwanjani, kutokufanya matendo kwa usahihi. Kwenye tukio la kuzuia unatakiwa kuzuia kweli mpaka mwisho, unaweza ukafanya tukio ambalo litafanya mpira kuondoka kwenye ile eneo. Always tunasema ukiwa kwenye tukio kama lile, ukikosea kufanya maamuzi, manake mpinzani anakuja kukuadhibu. Sasa unacheza dhidi ya Young Africans ambao unajua moja kati ya faida ambayo amekuwa nayo kwa sasa ni pamoja na kuwa na faida ya kuokota mipira ya pili ambao utakuwa umeifanya makosa kwenye ile eneo. Sasa angalia ile clearance ilivyofanyika, bado pia mtu ambaye alikuwa mbele yake ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kusahihisha kosa la mtu wa kwanza ambaye alifanya clearance ambayo mpira kuondoka mbali, naye pia akawa anataka kuutuliza ule mpira kiasi ambacho ukamshinda na ukaondoka kwenye lile eneo. Kwa hiyo unaangalia clearance ilikuwa ni poor, lakini pia mtu wa pili ambaye alikuwa anatakiwa kucontrol sasa ile game kwamba sasa tumeshafanya clearance,
mimi ni mtu wa pili ambaye anaokota ule mpira. Unaweza kuona alikuwa kwenye eneo sahihi. Sema hili ndio goli la Shead. Hili goli la Shead. Sasa unaangalia ili unajua ulipita kwenye miguu ya watu. Wale wote wawili ule mpira uliwagusa. Goli linakuwa la Shead kwa sababu direction ya ball. Wakati anaupiga ule mpira unaona kabisa hii direction yake inaenda kwenye goli. Kwa hiyo haijalishi hapa nini kitatokea hapa katikati. Bado mpira unaelekea kwenye goli. Lakini ule mpira wa kwanza alioruka kichwa, ukiangalia direction ya ule mpira ulikuwa unaenda unapita kama kwenye sehemu mbele ya goli. Inawezekana kama ungeachwa tu ule bila kuguswa na mtu yote, ingekuwa direction yake unaenda nje ya goli. Lakini hili lilikuwa shuti ambalo limepigwa na linaelekea kwenye lango. Na hata kuna moment ambayo imetokezea hapa. Hapo Sheani anashangilia ikienda mbele. Sheani anashangilia. Umeona hiyo moment hapo? Yes, Mtoze akiachia hapo hiyo video iendelee. Sheani itakuja. Sheani anashangilia kwa nguvu. Najua yes ni hisia. Alafu then kama anakuja kupa msamaha akakumbuka hao wanangu nimekulia hapa mimi. Umeona hiyo hapo, hiyo shangilia kwanza moja hisia kali yani, unaelewa hapo. Alafu then baada akaona hao wanangu piga magoti, samahani ndugu zangu, fair play kabisa yani. Lakini goli kama anavyosema Yela kwamba wale mabeki walivyookoa ule mpira yani, baada wao wote walikuwa kwenye boksi yao hapa nyuma, walikuwa wanawaona waliokuwa wanakuja nyuma ya ule mpira ni wachezaji wa Yanga watatu. Kama ule mpira ungeenda direction yote mbali au kwa Shead, labda ungerudi kushoto kwake, kungekuwa na mtu wa Yanga. Ona mpira unavyopigwa, yule beki anavyokoa, afu angalia idadi ya wachezaji umeona wale wangapi wachezaji wa Yanga walikuwa mbele ya ule mpira, wachezaji wa namba yao ilikuwa sawa, wachezaji wanne wa Yanga wanne, akiacha Shead mnamwona kuna huyu yao, kuna katikati pale kulikuwa na mwingine, yani kulikuwa na wachezaji wanne ambao walikuwa wanakuja kuliona goli, wanatazama goli, na ule mpira ulikuwa ungeenda kokote Yanga walikuwa na uokota. Kwa hiyo kiulinzi walikuwa hawajakaa vizuri, na inawezekana kwa Shead akawa analifurahia ile goli. Unajua mchezaji anapenda sana kufanya kitu ambacho anaamini huo ndio ubora wake, afu kikafanikiwa. Moja kati ya vitu ambavyo Shead analinga navyo ni kwamba anaviweza ni pamoja na shooting ability, kwamba anaweza sana kupiga hata wakati anajiunga na Young Africans. Moja kati ya sifa ambayo alikuwa anazungumzwa chanya kutokea kwenye upande wake ni kwamba ni shooter mzuri. Sasa ikitokea anafunga magoli ya namna hii, inaweza ikawa ni furaha zaidi. Yani kwa mfano leo mtu kama Libasi, kwa sababu anapenda sana kukevu. Yani akifunga goli la vile, ukienda kumuuliza hisia zake na goli ambalo atatapu ni mpira, anaweza kuambia lile goli ambalo nilikevu akalifurahia zaidi kwa sababu ni tabia, yani anapenda kufanya hivyo. Kwa akipatia anaona kwamba okay, kumbe kile ambacho na kipractice na kile ambacho mimi kipo kwenye ubora wangu ndicho kitu ambacho nimefanikiwa. Ni sawa na mchezaji ambaye anapenda kudribble, anapenda kupiga chenga, akifanikiwa anaona nimefanikiwa kwa sababu ndio ubora wangu ambao natakiwa kulinga nao. Kwa kama nafanya na nakamilisha mpango kwa 100%, ina maana kwamba unaenda kumpa confidence zaidi ya kuona okay, kumbe naweza nikajaribu kupiga tena na tena kuliko ambavyo napiga kila siku, labda mpira unaenda nje, golikipa ana save, inawezekana ikawa inampunguzia. Na pale amefunga kwenye uwanja wa Zanzibar, uwanja wa nyumbani, anajisikia furaha. Uwanja wa Amani, uwanja mkubwa, unajua kwenda kucheza pale ukafunga goli kwenye mashindano makubwa kama haya, una historia hapana. Kwa hiyo inamfanya ajisikie furaha, lakini kakumbuka hapa ndo nilipokulia mpira, hii timu ndo ilikuza kipaji changu. Kwa hiyo naomba samahani, lakini nilifurahia kidogo jambo lilolifanya, ilikuwa jambo zuri na kweli goli nzuri. Sawa, tuangazie bao la 4. Kitu ambacho nilikuwa na kiangalia Michael pamoja na Kinga Mkono ni the way ambavyo goli linatengenezwa. Utasifu hii cross ambayo alipiga Edmund John. Kwanza ule mpira ulijaa, alafu iangalie hiyo cross ambayo inapigwa kwa mbele. Kwa Dube kafunga, lakini unapaswa kusema kwamba ile ya kwanza ilipaswa ndio iwe goli. Usisubiri mpaka itokee rebound katika catching, makosa ya goalkeeper Michael. Goli lingine ambalo ni goli zuri kwenye nyakati ambazo utaitengeneza timu yako kuingia uwanjani ukiwa unajua kwamba na watu ambao wanaweza akapiga cross nzuri, na unatakiwa kuwa na mtu ambaye atazitumia hizo cross na ikafanikiwa, pia ni jambo ambalo mnatakiwa kujipongeza, kwa sababu kwenye hizi nyakati inawezekana Yanga alikuwa anaona kwamba second half kuna kitu ambacho walikiongeza
Mwembe Makumbi kwenye eneo la kiungo, ilikuwa ni ngumu kupenetrate kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ikawa anajaribu kuona njia nyingine ni ipi ambayo tunaweza tukapata magoli. Kwenda wide na kupiga cross, unajua kuna mtu ambaye atakimbia kwenye eneo la ndani. Ni goli lingine ambalo utaangalia pia ubora wa cross ambayo alipiga Edmund John, kama ambavyo alipiga cross ile ambayo ilizalisha goli la Shehani. Kwa sababu yeye pia ndio alipiga ile cross ambayo beki akashindwa kufanya clearance, akaenda akakutana nao Shehani akafunga. Hapa anafanikiwa tena kupiga cross nyingine ambayo nayo pia inaenda kuzalisha goli lingine. Kwa hiyo kwenye ubora kwamba kama una winga wa namna hii ambaye mara nyingi atakuwa anaenda wide, anapiga cross na sio ile winga ambaye anaingia ndani pengine kutoa vipas na vitu vingine, basi tuone madhara chanya ya hizo cross ambazo tutazipigia kutokea pembeni mwa uwanja kwenye ule upande wa wide kabisa kule kwenye kiwanja. Kwa hiyo ni goli ambalo utasifia kwanza tekniki ambayo ilitumika ya kwanza ya kupiga cross ilikuwa ni bora kutokea kwa Edmund John, lakini bado kwa Prince utamsifia pia kwa mikimbio ambayo alikuwa ameifanya kwenye lile eneo. Kwa sababu wakati inaenda kupigwa cross, angalia sehemu ambayo Prince alikuwepo. Bado mbele yake kulikuwa na mlinzi ambaye angeweza kusema mimi nadili na wewe kwenye man to man marking. Lakini bado Prince akafanikiwa kutoka kwa huyo mlinzi na kwenda kwenye eneo ambalo lilikuwa ni free kupakia mpira kama ambavyo alifanya kwenye goli lake la kwanza. Kwa sababu kwenye goli la kwanza alikuwa mark kwenye tukio la kwanza. Lakini angalia alivyoondoka katikati yao na akaenda kulifunga goli. Hili pia goli lingine ambalo anaangalia movement ya mpira kutokea kwenye eneo la wide area. Jinsi ambavyo yeye pia alikuwa anajaribu kuona ni sehemu gani ambayo anaweza kaenda kujiposition. Kwa sababu unachohitaji kwenye ile eneo sio tu movement ambazo hazitakuwa na faida. Unatakiwa kufanya movement wakati unajiposition. Kwa hiyo alifanya movement ambazo zilikuwa ni sahihi, lakini positioning yake pia ilikuwa inaenda kuwa sahihi kwa sababu alikuwa anajua kwamba hili eneo ambalo mimi nimekaa, mpira ukifika kwenye ile eneo maana yake mimi nitakapofanya vyote mpira utaenda kwenye goli. Good luck kwenye jaribio la kwanza, mlinda mlango alifanya kazi ya kuokoa ule mpira, lakini naye pia kuokoa kwa usahihi. Kwa hiyo kamrudia tena mwenyewe akaenda kafunga. Kwa hiyo bado kwenye ile goli pia unaweza kaona ubora ambao Prince alikuwa nao kuanzia kwenye runs zake ambazo alizifanya. Kama mshambuliaji unahitaji kufanya hivyo, hasa ukikutana na walinzi ambao watakuwa natamani kukukaba wewe man to man. Ukifanikiwa kuwakimbia mara 2 mara 3 kama hivi, maana yake ni kwamba unakuwa unawachanganya. Sasa huyu tulikuwa tuna mtu tayari anamkaba, lakini bado ana uwezo wa kuwakimbia. Hapo ndipo ambapo utaangalia ubora na uimara wa huyo mpinzani ambao anacheza naye. Na moja kati ya sifa ambayo Prince anaweza akawiko nayo ni pamoja na runs ambazo anazifanya kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo pia kufanikiwa inaweza kana jambo. Changamoto nyingine ya jana ambayo niliona kwa Mwembe Makumbi ni kipa wao. Sasa sijajua ndo kipa namba 1, lakini udakaji wake ulikuwa na mashaka sana. Yaani mipira mingi ilikuwa inamgonga, sio anazuia. Yaani mipira mingi ilikuwa inapigwa mashuti golini kwake. Mingi ilikuwa inamgonga. Bora hata yule aliingia kipindi alikuja kumalizia.